Game time, tuonavyo sisi. Sasa bwana, ukiomba bahati ama ngekewa, basi omba bahati kama alionayo Joao Cancelo, mmoja kati ya mchezaji ambaye hivi sasa ana mafanikio makubwa sana barani Ulaya. Kwenye ligi 5 barani Ulaya amechukua makombe 4 makubwa kwenye ligi 4 kubwa barani Ulaya. Kachukua kombe akiwa na Juventus, FC Barcelona, Bayern Munich pamoja na Manchester City. Nikukaribishe kwenye Game Time ya Dimbani Connect. Nikwambie wewe ni wa kwanza kuwa na bahati ya kuitazama Game Time, kwa sababu unakwenda kupata yale yote ambayo umeyakosa kwa muda mrefu kweli kwenye ligi mbalimbali kwenye ligi mbalimbali barani Ulaya. Tupo vizuri, uko vizuri? Salama kabisa. West Ham naona walikupa pressure kidogo, lakini nakuona upo fit. Hakuna huruma, sio malezi. Lazima tuteseke kwanza ili tuchukue ubingwa. Wala Masudi Mswahili naamini uko vizuri pia. Iko vizuri. Bwana Masudi, ni kipi ambacho kilikuwa ni cha tofauti kwa FC Barcelona msimu huu, kizingatia La Liga msimu huu kulikuwa na timu ambazo zina uwezo mkubwa kweli. Real Madrid walikuwa na vijana wazuri kweli, wakina Kylian Mbappe, kwa kina Mbappe, Vinicius Junior, Jude. Just ni timu ambayo ilikuwa inaonekana kama inakwenda kuchukua ubingwa na inaenda kuwazuia FC Barcelona msimu huu. Lakini pia Atletico Madrid ni timu ambayo ilikuwa imejengeka wenye eneo la ushambuliaji na walianza vizuri kweli ligi msimu huu. Sasa kwa FC Barcelona msimu huu, kipi ambacho kilikuwa ni cha tofauti ambacho kiliwatofautisha FC Barcelona na Atletico Madrid, Real Madrid na timu nyingine za La Liga? Nadhani chachu kwa FC Barcelona imekuwa ni Hans Flick tangia amefika Camp Nou. Tangia Hans Flick amefika Camp Nou, Barca wamekuwa na utulivu. Barca wamekuwa wanacheza wanavyotakiwa kucheza, wanavyotaka kucheza wao kikatalunya. So umekuwa ni muendelezo tu wa kazi ambayo imeshafanya Hans Flick amekuwa anaifanya akiwa na ile timu. Imekuwa ni wakati mzuri. Congratulations to Barcelona, taji la 29 anaenda kuchukua mbele ya mahasimu wao wakubwa, Real Madrid, na wamefanya hivyo back to back. So ni jambo la kujivunia sana. Kwa hiyo wanasema ukishapata matokeo domestically ya kama aina ya Barcelona kuchukua mataji ya domestically back to back, expectations zinakuwa ziko juu. Sasa na hizo expectations zinakuja watu wakitaka waone nini ambacho unaweza kwenda kukifanya nje ya mataji ya ndani. So sasa hivi kutakuwa kuna pressure ya kutaka kuona nini kinaweza kaenda kufanyika kwenye michuano mikubwa ya Ulaya. Ni kitu ambacho naona wanaweza wakifanya kwa sababu they have a young team. Kwa sasa hivi wanaendelea kudevelop kina Pedri, kina Gavi, Ferran Torres, Fermin Lopez, Lamine Yamal. So ni vijana ambao ni core of that team ambao wamekuwa pamoja kwa muda mrefu. So itakuwa it's a positive thing kwao kuwa na vijana kama hao kukaa kwa muda mrefu. Kuchukua back to back sio kitu rahisi, lakini kimewezekanika. Sio kwamba Barca walikuwa bora sana, ila nadhani pia wenzao wapinzani hawakuwa katika ubora wao. Lakini what I'm expecting pia ni Barca strengthen kikosi chao, kwa sababu tulikuwa tunaongelea sana hapa namna ambavyo walikuwa wana uwezo wa kufunga magoli mengi wanayotaka wao, lakini pia walikuwa ni rahisi sana kufungika. So kuanzia katikati kwenda mbele wamekuwa hawana shida sana. So nadhani sasa hivi ni swala la kustrengthen nyuma, labda na kwa sababu Lewandowski naye anafikia mwisho, kupata mtu ambaye anaweza kaziba nafasi yake. Tetesi ama habari za Alessandro Bastoni zimekuwepo kwa muda mrefu, so probably wakimpata itakuwa ni kitu kizuri. Lakini pia tetesi za Juan Alvarez kwa ajili ya kuziba nafasi ya Lewandowski wakimpata. Nilisema nadhani wiki kadhaa zilizopita, namuona Julian Alvarez ni type ya mchezaji ambaye anaweza kucheza. Wanataka Alvarez anaweza kafiti zaidi kwenye mfumo wa Barcelona. Yes. Nilisema hivi last week nadhani. Naona Julian Alvarez ndio mchezaji ambaye anaweza akafiti vizuri katika system ya Barcelona. Mengine anaweza akatokea Maguire Mshaonaga, mengi mchezaji ambaye anakuwa anategemewa sana kwamba atakuja ku hit the ground running, mambo yanakuwa tofauti.
So tayari Barca wameshafanya vizuri miaka miwili mfululizo. Sasa hivi wanachotazamiwa na watu wengi ni if this Barca side inaweza ikaenda kudominate Ulaya. Wakiziba mapengo ambayo yameonekana kwenye misimu hii miwili, basi they have a very good chance ya kwenda kufanya vizuri kuanzia msimu ujao. Bwana, tunafunga hivyo kwenye ligi kuu ya nchini Hispania. Tunaitazama Real Madrid msimu ujao, na nadhani umepata picha kidogo Real Madrid itakuwa vipi chini ya Jose Mourinho. Ni jambo la kusubiri na kuona kwa mashabiki wa Real Madrid, kama Jose Mourinho atasinya mkataba mpya pale, ni Real Madrid ya aina gani itasukwa. Bwana, tunahamia pale Uingereza. Manchester City yupo uwanjani dhidi ya Crystal Palace. Nitaje maoni machache sana kutoka kwa Scholes Sensei kuhusiana na mchezo huu. Bwana, nimesikia Crystal Palace wana mzigo wa Crystal Palace na wanaweza wakarahisishia njia mkaupata mapema kutoka kwa Eze. Mzigo wa kiukweli kurahisishiwa hatutaki kwa sababu wengi wameshatumwa vitani, lakini zilivyorudi ni vichwa tu, miili haikuwepo. Kwa hiyo sidhani kama Crystal Palace anaweza kufanya chochote, hasa ukiwa Etihad. Kwa sababu katika mechi takriban 10-15 Crystal Palace kashinda 2021. Kashinda goli 2-1. So hana maajabu. Kingine pia Crystal Palace na yeye ana manage kikosi chake kwa jinsi anavyoweza ili aweze kucheza vizuri kwenye finali yake ya kwanza ya kimataifa ambayo ni Conference League. City hana luxury ya kupumzisha kikosi. Anatakiwa ashinde mechi against Crystal Palace na vile vile kikosi kile kiende kucheza finali ya FA. So na Crystal Palace ukifuata mfululizo wa kwanza yuko nusu finali conference, amekuwa akitupa mechi zote za ligi. Hata juzi nilishangaa sana kufanya sub za watu wake muhimu kwa ajili ya kwenda kutafuta draw against Everton na kupata draw ya 2-2, lakini sioni chochote ambacho anaweza kukifanya Crystal Palace kumzuia Manchester City. Labda yatokee tu maajabu ya football kama yanavyotokeaga, lakini bado City ana uwezo wa kushinda mechi ile kikawaida tu. Bwana, kwa hiyo euro milioni 10 zile Crystal Palace hawezi wakazingangania. Kwa Eze hawezi kawapa nguvu kuwazuia Manchester City. Crystal Palace anakutana na Arsenal wakiwa wamebakiza siku 4 kama sio 3 za kwenda kucheza finali. Yeah. Kwa hiyo ndo mechi yake ya mwisho, na uhakika anaweza akarishafu kikosi kizima kwa ajili ya kuchukua kombe la Conference, kwa sababu kwenye ligi hana anachotafuta, na ile ndo njia sahihi ya kumuondoa Glasner kwenye yani ameshafanya kila kitu, kawapa FA, anakuja kuwapa Mungu akimsaidia na Conference, what else wa Crystal Palace wanataka zaidi ya hivyo tu. Okay. Yeah. Bwana, mbali na mechi ya ligi ya Manchester City dhidi ya Crystal Palace, kuna finali ya Coppa Italia, Lazio dhidi ya International Milan. Inter Milan tayari ni bingwa wa Italia, yupo kwenye nafasi nzuri kwa kweli. Nadhani tayari ubingwa umemnyemelea Inter Milan. Weekend iliyopita Inter amecheza game yake ya ligi, amecheza na Lazio. Lazio akiwa nyumbani amekula chuma 3 bila. Kwa hiyo kocha wa Lazio ana kila cha kufanya kwenda kurekebisha kilichomkuta. Ile kufungwa huku na huku ni uzwazo. Kwa sababu kama umeshona nimekula chuma 3, tena nimekula chuma 3 na watu ambao wamelewa baada ya kuchukua Scudetto, kwenda mazoezini, walikuja siku 2 kabla ya kuja kwenye mechi na wamenipa tena chuma 3. I think ile itakuwa ni chachu nzuri kwenye finali, kwa sababu approach kwanza itakuwa tofauti ya Lazio. Hawatakubali kufungwa tena. Na Inter Milani ndo wana sababu pekee, maana ndo mechi moja iliyobaki katika msimu, hizo nyingine ni minor. Hiyo ndo mechi ya kuhakikisha kwamba yes, nachukua kombe la pili. So itakuwa ni game moja ambayo itakuwa na upinzani wa kutosha. Bwana, mechi za wiki hii ni nyingi kweli. Kuna mechi ya Deportivo Alaves dhidi ya FC Barcelona. Hiyo FC Barcelona tumeiongelea sana, just mechi hiyo hipo, lakini pia Ijumaa kuna mechi ya Aston Villa dhidi ya Liverpool. Ni mechi ambayo bado Liverpool yupo kwenye mbio za kusaka nafasi ya kucheza UEFA Champions League, lakini kuna jambo nimeliona ndani ya Liverpool. Wamekuwa wanaruhusu sana magoli. Walianza vizuri dhidi ya Chelsea, lakini
tuliona Chelsea walirudisha bao, lakini pia Liverpool wakashindwa kuongeza goli na kushinda ule mchezo. Ni game ambayo kwa Liverpool inaonekana ni mechi rahisi sana mikononi mwao. Dhidi ya Aston Villa akiwa ugenini Liverpool, unaiona vipi game? Haikuwa mechi rahisi kwa Liverpool. Au mimi ndio nilikuwa naona nyepesi? Wewe ndio ulikuwa unaona nyepesi, lakini haikuwa mechi rahisi kwa Liverpool kwa sababu regardless ya nafasi walizokuwa, Liverpool nafasi ya 4, Chelsea nafasi ya 9, sijui kwa 8. Sasa hivi iko ya 9. Baada ya hiyo game, si ndio? Okay. Wote hawana, they don't have a good run of form. Wana matokeo ya naita mimi fainting results. Yani leo they give you A+ performance, kesho kutwa wanakupa C- performance. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi ambayo inaweza ikaenda popote, na matokeo yake na I believe kwamba yale matokeo yalikuwa ni a fair result. So game na Aston Villa naiona pia inaweza kuwa the same. Lakini kitu advantage moja kwa Liverpool ni kwamba Villa wana mawazo ya finali. So wanaweza wasiweke full mziki kwa sababu ya kwenda kutaka kuwa fresh wachezaji wao tegemezi kwenye finali dhidi ya Freiburg. So inaweza ka play as an advantage kwa Liverpool kupata point 3. Lakini pia naiona ni kama ni game ambayo inaweza kwenda sehemu yoyote. Mtu wapi wachoela haraka kwenye mechi ambazo tunacheza ndani ya wiki hii? Ni fedha ambazo tunazitoa kupitia Bet Winner. Bwana, kuna mechi, tunaanza na mechi ya Lazio dhidi ya Inter Milan. Sioni Lazio akitoboa. Hivi na Chelsea wanaenda kupoteza finali ya 4 mfululizo Huko sijafika. Kwanza brother, vita itakuwa kubwa. Nilikuwa nauliza. Nimekumbuka sasa hivi hapa ni swali tu. Maki wamepoteza finali 3 mfululizo za FA. Zamani. Hizo finali 3 mfululizo walizopoteza. Kuna moja Aubameyang alifunga magoli 2. Nakumbuka. Lazio dhidi ya Inter Milan. Inter anashinda. Okay, Manchester City dhidi ya Crystal Palace. Manchester City afunge goli 2. Ashinde tu, maki anachotaka ni ushindi yeye. City anashinda. Aston Villa Liverpool over 1.5. Under 3.5. Under squeeze inatoka sana. Arsenal Deportivo Alaves dhidi ya Barcelona. Barcelona anapoteza hiyo game. Over 1.5. Na wachezaji hawataamini macho yao. Hawataamini. Wawe makini sana hiyo. Wawe makini sana. Yaani wawe makini na timu zote zilizokwisha chukua ubingwa. Kwa kweli. Bwana, tunamaliza hivyo ndani ya Game Time ya Dimbani Connect. Wiki hii tumechambua mechi nyingi kweli, lakini pia tumekupa picha ya FC Barcelona na Real Madrid ya msimu huu ambao unaelekea kuisha, lakini tunatazama nini kwenye msimu unaofuata ndani ya ligi kuu ya nchini Hispania. Usiache kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Tupo vizuri kweli huko. Tufuatilie kwa jina la Dimbani Connect. Lakini full episode unaipata pale YouTube kwa jina la Dimbani Connect. Ni kwa Andrea Masawe, Masud uko vizuri kabisa. Instagram @Masud. X ama Twitter Masud Junior. Moroking Skills_sensei. Kila sehemu. Bana, Andrea _Masawe 14 unanipata kupitia Instagram pamoja na Facebook, bila kusahau TikTok kwa jina hilo la Andrea _Masawe 14. Bwana, endelea kufuatilia Game Time na Dimbani Connect na uwe na wakati mwema. Game Time, tuonavyo sisi.